Naam, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi cha Roho Mtakatifu. Mimi ninayezungumza nawe ninaitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, na kabla tujaanza basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Asante kwa neema yako na Roho wako Mtakatifu ambayo umemtuma katika mioyo yetu, na Roho huyo anaendelea kutufunulia ukweli huu ambao kimsingi katika nyakati hizi tunaona jinsi watu wanavyoupotosha. Tusaidie tukapate kufahamu ukweli wa neno lako na tukamfahamu Roho Mtakatifu, tukiandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu, amen. Karibu sana katika kipindi hiki cha Roho Mtakatifu. Hiki ni kipindi mahususi ambacho kimejikita kutuonyesha mafundisho ya Biblia yanayotufunulia ukweli kuhusiana na Roho Mtakatifu. Tumejifunza ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kama alivyo Baba na kama alivyo Mwana. Lakini Biblia inatufunulia kipengele kingine cha muhimu cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya kiungu. Tunapojifunza kwa maana ya Roho Mtakatifu kama nafsi, tunaepukana na mafundisho potofu ambayo yanaweza kusema ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu fulani ya Mungu ambayo si nafsi, na wengine wanasema ni upepo tu fulani hivi wa Mungu ambao si nafsi. Biblia inatufunulia Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya kiungu, na yeye katika Utatu Mtakatifu ni nafsi inayojitegemea, kwa maana ya kwamba Roho Mtakatifu sio Baba, Roho Mtakatifu sio Mwana, Baba sio Mwana, Baba si Roho Mtakatifu, Mwana si Baba, Mwana si Roho Mtakatifu. Hizi ni nafsi tatu zinazojitegemea. Tulijifunza hapa katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kwa hivyo Biblia haituambii ya kwamba kuna wawili, Biblia haituambia kwamba kuna mmoja, Biblia inatuambia kwamba wako watatu, na hao watatu inafunua ukweli ya kwamba ni nafsi, sio miungu watatu, ni nafsi tatu za kiungu. Somo lililopita tulikuwa tunaangalia jinsi maandiko yanavyomfunua Roho Mtakatifu kama nafsi, na tukaangalia mambo makubwa matatu ya msingi ambayo Biblia imetufunulia yanayotuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Jambo la kwanza, Biblia inafunua ya kwamba Roho Mtakatifu ana maarifa. Anaposema ana maarifa, inafunua ya kwamba ana akili, anajua mambo yote. Kusoma Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 11, anasema Mungu ametufunulia kwa Roho, kwa maana Roho anachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Na Roho wa Mungu anafahamu mambo ya Mungu, na ndio maana tunasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kwa sababu ana maarifa. Lakini jambo la pili tulijifunza hapa, Roho Mtakatifu ana shauku, ana mapenzi. Na kama ambavyo Baba ana mapenzi, kama ambavyo Mwana ana mapenzi, na Roho Mtakatifu pia ana mapenzi. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12:11, anaeleza kuhusiana na karama za Roho. Anapozitaja anahitimisha kwa kusema karama hizi anazitoa Roho Mtakatifu kama apendavyo. Kwa hivyo kwa kitendo cha Roho Mtakatifu kupenda, hiyo inatufunulia kwamba yeye ni nafsi, yeye sio nguvu, kwa sababu ana mapenzi kama nafsi ya kiungu. Na jambo la tatu ambalo tulijifunza sifa yake ya nafsi, tulijifunza Roho Mtakatifu ni mwema. Amefunuliwa kwa sifa ya kuwa mwema. Katika maadili, yeye ndiye chanzo cha wema wote. Tuliona Yakobo 1:17, Baba ni mwema. Tuliona Marko 10:38, Yesu anatambulishwa mwalimu mwema. Lakini pia Roho Mtakatifu, ukisoma Nehemia 9:12, yeye naye anafunuliwa ni Roho mwema. Kwa hivyo kwa sifa yake ya kuwa mwema inatufundisha tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu. Sasa leo ni mwendelezo wa somo lililopita. Tunamalizia kipengele kile cha kwanza, sifa za nafsi za Roho Mtakatifu. Na leo tutaangalia jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa sifa za nafsi ndani ya neno takatifu la Mungu. Jambo la kwanza kwa siku ya leo, Roho Mtakatifu anafunuliwa ya kwamba ana hisia.
Sasa hizi sifa zote ambazo tunazitaja katika vipindi vilivyopita na ambazo tutazitaja leo, zote zinafunua ya kwamba ili kiumbe aweze kuwa na nafsi, lazima awe nazo. Lazima awe na maarifa, lazima awe na mapenzi, lazima awe ni mwema, lazima awe na hisia. Sasa Biblia inatufunulia Roho Mtakatifu ana hisia. Sasa hisia zinahusisha furaha, pendo, hamu, au kinyume chake unaweza kukuta hisia za chuki, hasira, woga, huzuni. Hizo ni aina za hisia ambazo tunaweza kuzifahamu. Sasa Biblia inafunua Roho Mtakatifu kama nafsi ya kiungu, yeye ana hisia. Na Biblia inatufunulia katika maeneo makubwa matatu yanayofunua hisia za Roho Mtakatifu. Na leo nataka tuziangalie hizo hisia. Eneo la kwanza, Roho Mtakatifu anafunuliwa ana hisia ya upendo. Tuende pamoja katika kitabu cha Warumi sura ya 15 mstari ule wa 30. Neno la Mungu linasema, ndugu zangu, nawasihi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho, jitahidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu. Kwa upendo wa Roho. Kwa hivyo Biblia inamfunua ya yeye anazo hisia za upendo. Yeye ni pendo. Kama nafsi ya kiungu, Biblia inatuambia ya yeye asiyependa hakumjua Mungu, maana Mungu ni upendo. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni upendo. Na hivyo Roho Mtakatifu anafunuliwa hapa, anasema kwa upendo wa Roho. Yeye anazo hisia za upendo. Kwa lugha rahisi, Roho Mtakatifu anapenda. Kama ambavyo Baba anakupenda, kama ambavyo Mwana anakupenda, vivyo hivyo Roho Mtakatifu anakupenda. Yesu alisema, mtu akinipenda atazishika amri zangu, na mimi na Baba tutakuja kwake, nasi tutajidhihirisha kwake, nasi tutampenda. Sasa Yesu pamoja na Baba wanakuja kwa mtu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na wote hao watatu wanafunuliwa ya kwamba wana upendo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ana hisia za upendo. Lakini aina ya pili ya hisia ambayo imefunuliwa katika Biblia kuhusiana na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ana hisia za huzuni au hisia ya huzuni. Isaya sura ya 64 mstari wa 10. Hili ni fungu kutoka Agano la Kale. Biblia inasema, lakini wakaasi, wakamuhuzunisha, zingatia hiyo neno, wakamuhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Hapa Biblia inatuonyesha jinsi wana wa Israeli walivyomuhuzunisha Roho Mtakatifu. Sasa hawezi kuhuzunishwa ikiwa ni nguvu tu. Yaani wewe au mimi hatuwezi kuhuzunisha upepo, maana upepo hauna hisia ya huzuni. Lazima Roho Mtakatifu awe nafsi, ndipo anaweza kuhuzunishwa. Walipoasi, Biblia inasema walimuhuzunisha. Kwa hiyo kitendo cha kumuhuzunisha Roho Mtakatifu inafunua ya kwamba yeye ni nafsi. Na nimekuambia hilo ni fungu la Agano la Kale. Ukija katika Agano Jipya, Biblia inatufunulia hisia hiyo ya huzuni ya Roho Mtakatifu katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 30. Neno la Mungu linasema, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hivyo Biblia inatuonyesha katika Agano la Kale na Agano Jipya, Roho Mtakatifu anafunuliwa ni nafsi, kwa maana kwamba anahuzunishwa. Agano la Kale tumeona wana wa Israeli walimuhuzunisha. Alafu Agano Jipya Mtume Paulo anatuambia msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Yaani ni kana kwamba anatuambia msiwe kama wana wa Israeli ambao walimuhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Biblia inatuweka bayana ya kwamba Roho Mtakatifu ana hisia ya huzuni. Kipengele cha tatu kinachoonyesha hisia za Roho Mtakatifu ni hisia ya furaha. Roho Mtakatifu ana furaha. Upepo au nguvu ambayo si nafsi haiwezi kuwa na furaha. Roho Mtakatifu ni nafsi, ndio maana anafunuliwa ana furaha.
Baba na Mwana wana furaha, na moja ya furaha yao kubwa ni kuwaona wanadamu wameokolewa. Vivyo hivyo Roho Mtakatifu na yeye kama nafsi ana furaha. Sasa Warumi sura ya 14 mstari wa 17 inaeleza kwa kina kabisa kuhusiana na furaha kama hisia ambayo anayo Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ufalme wa Mungu hauhusishi kula na kunywa. Hapo upo. Ufalme wa Mungu unahusisha haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Yaani haya mengine sio mada yangu ya leo, lakini nataka nikuelezee. Biblia inatuweka wazi ya kwamba Roho Mtakatifu ana hisia za furaha, ana hisia ya furaha. Kwa sababu anafurahi, anaweza kuwafanya wale wote watakaorithi uzima wa milele wawe na furaha. Ndio maana anasema ufalme wa Mungu unahusu furaha katika Roho Mtakatifu. Unajua Yesu Kristo alivyokuwa duniani aliongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, na kwa sababu alikuwa juu yake alimuongoza katika kuwa na furaha, maana Roho Mtakatifu ni chanzo cha furaha. Sasa sikiliza, katika kitabu cha Waluka sura ya 10 mstari ule wa 21, neno la Mungu linasema, saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi. Yesu alishangilia katika Roho Mtakatifu. Kwa Kiingereza anasema he rejoiced in the Holy Spirit. Kwa hivyo alifurahi kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake na alimfunulia mambo ambayo Baba anataka watu wake wayafahamu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anafunuliwa, ana hisia ya furaha. Usisahau hizo aina 3 za furaha ambazo zimefunuliwa katika Biblia. Ya kwanza ni hisia ya upendo, lakini pili ni hisia ya huzuni, na 3 ni hisia ya furaha. Yote haya yanatuonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, maana ana hisia ya furaha. Ana hisia. Roho Mtakatifu ni nafsi maana anafunuliwa, ana hisia. Sasa kipengele cha pili, Roho Mtakatifu anafikiri au ana fikra. Ana uwezo wa kufikiri, ana uwezo wa kuwa na fikra. Sasa twende katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 na mstari ule wa 10. Neno la Mungu linasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa nini anaeleza ya kwamba Roho anachunguza yote? Kuwa na uwezo wa kuchunguza kuna mfunua Roho Mtakatifu kuwa na fikra, kuwa na mafikara, ana akili. Ndio maana anasema anachunguza. Na kimsingi neno hilo kuchunguza limetumiwa kama vile ambavyo Yesu alilizungumza katika Yohana 5:39, wakati anasema mwayachunguza maandiko. Anaongelea wanadamu wanapoyachunguza maandiko wanatumia fikra, wanatumia mafikara. Ndio maana anasema Roho Mtakatifu pia anachunguza. Na kwa sababu anachunguza, hiyo inatufunulia kwamba jambo la kwanza anafikiri, lakini jambo la pili anajua. Kwa sababu kuchunguza lazima afikiri alafu ajue. Na hiyo yote itatuongoza tufahamu ya kwamba ana fikra, ana mafikara, ana uwezo wa kufikiri, lakini pia ana uwezo wa kujua. Na kutoka katika kufikiri na kujua akachagua na kufanya maamuzi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni nafsi kwa sababu amefunuliwa kwa sifa ya kuwa na fikra na mafikara. Jambo la 3, Roho Mtakatifu ana utashi. Roho Mtakatifu ana utashi. Tulipokuwa tukijifunza maana ya neno hili utashi, tuliangalia hapa utashi ni ile hali ambayo anayo kiumbe ambayo inamfanya awe na uwezo wa kuchagua lililo jema au baya. Kwa hivyo utashi unafunuliwa kwa kiumbe ambaye ni nafsi. Nguvu au uwezo tu ambao si nafsi hauwezi kuwa na utashi.
Ndio maana mwanadamu ni kiumbe mwenye utashi, na hiyo ni sifa moja kubwa inayomtofautisha na viumbe wote aliowaumba Mungu, kwa sababu ana uwezo wa kuchagua, wa kuweka kwa bayana kabisa jema na baya, uwezo wa kuwa na utashi. Sasa Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ana utashi binafsi, kwa maana kwamba Roho Mtakatifu si kwamba ni nguvu ya Mungu anayotumia kutendea kazi, kwamba ambayo si nafsi. Baba kama nafsi ana utashi, Mwana kama nafsi ana utashi, na Roho Mtakatifu kama nafsi na ana utashi. Na mafungu yafuatayo yanafunua kwa uwazi kabisa jinsi Roho Mtakatifu alivyo na utashi binafsi ambao si wa Baba na wala si wa Mwana. Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Zingatia hilo neno nitengeeni. Yaani yeye kama nafsi ya kiungu mwenye mamlaka anasema nitengeeni. Nasikiliza, hili fungu limefunua vitu vingi sana, lakini kwa leo tunaangalia kipengele hicho, ya kwamba Roho Mtakatifu ana utashi wa kuchagua, ana uwezo wa kuchagua lilo jema na baya na kutanabaisha vitu kabisa. Kwa hivyo ana utashi wake binafsi. Ndio maana anasema nitengeeni Barnaba na Sauli. Wala hakusema Roho Mtakatifu Baba anasema mumtengee, au Mwana anasema mumtengee Barnaba na Sauli kwa ile kazi aliyowaitia. No, anasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu anao utashi wake binafsi. Jambo la 4, Roho Mtakatifu ana nia. Roho Mtakatifu ana nia. Tunapozungumzia nia, ni neno ambalo linaweza kumaanisha mawazo au kusudi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu analo kusudi. Roho Mtakatifu anayo mawazo. Ndio maana tulipojifunza ya kwamba Mungu ni mmoja katika umoja wa kusudi, akili, tabia pamoja na asili. Kwa hiyo kusudi la Baba ni kusudi la Mwana, ni kusudi la Roho Mtakatifu, wanapatana. Sasa hapa na kusudi liloko. Twende katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 na mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Sasa sikiliza hapa. Nia ya Roho Mtakatifu hapa inafunuliwa ni sawasawa na nia ya Mungu Baba. Kwanza ametumia neno yeye aichunguzae. Hilo neno aichunguzae ni sawa na ile tuliojifunza Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10. Anasema Mungu ametufunulia kwa Roho, maana Roho huchunguza yote. Kwa hiyo uwezo wa Roho kuchunguza umefananishwa na Baba, na yeye anaweza kuchunguza kwa maana ana maarifa binafsi, ana uwezo wa kuchunguza, anajua. Sasa anasema yeye aichunguzae mioyo aijua nia ya Roho. Nia ya Roho ni nini? Anasema nia ya Roho ni kuwaombea watakatifu, na huko kuwaombea ndiko Mungu anakotaka. Yaani kusudi la Mungu ni watakatifu waombewe ili waokolewe, na ndio maana Roho Mtakatifu anatimiza hilo kusudi. Nia hiyo anaitimiza. Anasema yeye aichunguzae nia anajua nia ya Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu huwaombea watakatifu kama vile apendavyo Mungu. Sio kama apendavyo Roho au kama apendavyo Mwana, kama apendavyo Mungu. Kwa maana kwamba Roho Mtakatifu anachokiomba kiko vile vile sawa sawa na Baba. Nia ya Roho Mtakatifu ndio nia ya Mwana, ndio nia ya Baba. Kwa hivyo hazipishani. Kusudi alilonalo Baba ndio kusudi alilonalo Mwana, ndio kusudi alilonalo Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hapa anafunuliwa anayo nia, analo kusudi. Jambo la 5 ambalo linafunua ukweli kuhusiana na Roho Mtakatifu kama nafsi. Roho Mtakatifu hadanganywi. Sikiliza vizuri. Roho Mtakatifu hadanganywi, kwa sababu yeye ni nafsi. Kama angekuwa ni upepo,
upepo tu huwezi ukadanganya ukasema eti nimedanganya upepo, kwa sababu upepo haujui, au nguvu tu ambayo si nafsi haijui. Sasa Roho Mtakatifu ni nafsi, na ndio maana huwezi kumdanganya. Kwa nini? Kwa sababu anajua yote. Umeona pale anasema yeye anachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Na kwa sababu anajua yote, hakuna mtu anayeweza kumdanganya. Hayupo. Hakuna mwanadamu anaweza kumdanganya Roho Mtakatifu. Sasa twende katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 5 mstari wa 3 na wa 4. Wakati Anania na mkewe Safira walipodanganya ya kwamba waliuza kiwanja, alafu wakadanganya sehemu ya thamani ya fedha waliokuwa wameuza, wakidhani ya kwamba wanamdanganya mwanadamu. Na Petro anamwambia katika kitabu kile cha Matendo 5 mstari wa 3 na wa 4, anasema, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Sasa hapa Petro anamfunua Roho Mtakatifu kwanza ni Mungu. Tuliona hiyo katika vipindi vilivyopita. Maana anasema kwa kitendo cha Anania kumwambia Roho Mtakatifu uongo, anasema hakumwambia mwanadamu, ila amemwambia Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa Anania alikuwa anafanya dhambi dhidi ya Mungu kwa kuficha kile ambacho alikuwa amekiuza, akaficha sehemu ya thamani ya fedha aliyouza kiwanja. Lakini uwepo wake kama nafsi hapa umefunuliwa vipi? Roho Mtakatifu hapa amefunuliwa kama nafsi kwa sababu yeye hadanganywi. Huwezi kumdanganya Mungu. Danganya wanadamu, danganya watu wengine, lakini kwa Mungu huwezi kumdanganya. Kwa nini hawezi kudanganywa? Kwa sababu ifuatayo: Roho Mtakatifu anajua yote. Tulisoma hapa mafungu kwa upana, anasema Roho Mtakatifu anachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa na uwezo wa kujua yote, hakuna mahali ambapo mtu anaweza kumdanganya. Kwa maana rahisi, Roho Mtakatifu anafahamu makusudi ya wanadamu. Anafahamu kila wazo ambalo wanadamu wanaliwaza. Ndio maana Anania na mkewe Safira walienda kwa Petro wakiwa wanasema kwamba ndio sehemu hii ya kiwanja, bila kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu anafahamu ndani ya mioyo yao, anajua kila walichokifanya na anaelewa kwa uwazi, kwa weupe wote. Kwa hivyo kwa sababu anajua yote, hawezi kudanganyika. Huwezi kufanya jambo lolote la siri ukadhani ya kwamba Roho Mtakatifu hajui. Hata ndani ya moyo wako, unajua wakati mwingine unaweza kuwa na wazo la kufanya jambo fulani baya, labda kwenda kuua, labda kwenda kuzini, au kwenda kufanya jambo lolote. Roho Mtakatifu anajua hata yaliyositirika ndani ya mioyo ya watu. Ndio maana huwezi kumdanganya Roho Mtakatifu. Biblia inaeleza katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 13, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Sikiliza maneno makubwa mawili hapo. Anasema jambo la kwanza, viumbe vyote viko tupu mbele yake. Lakini jambo la pili, viumbe vyote vimefunuliwa mbele yake. Yaani kuwa tupu haimaanishi tu ni ile kutokuwa na nguo. Inaonyesha mpaka katika vina vya mawazo yetu tuko wazi mbele ya Mungu. Mungu anasoma mafikra yetu, anasoma mawazo yetu, anasoma makusudi yetu, anasoma nia zetu. Yaani ndani ya mioyo yetu Mungu anajua. Na hapa Roho Mtakatifu anafunuliwa, anajua vitu hivyo. Ndio maana huwezi kumdanganya. Hakuna mahali ukafanya kitu ukadhani ya kwamba umemdanganya Roho Mtakatifu. Yeye adanganyiki. Na kuwa na sifa hiyo tu kuna mfunua ya kwamba yeye ni nafsi hai. Kwa sababu nguvu au uwezo tu ambao si nafsi hauwezi kudanganyika. Huwezi ukasema unadanganya upepo, yaani kitu ambacho si nafsi. Kwanza huwezi kuwasiliana nacho. Lazima Roho Mtakatifu awe ni nafsi, kwa sababu anajua
kwa sababu anajua yote, na kwa sababu anajua yote, yeye hawezi kudanganyika. Na ndio maana Petro anasema, ulisema uongo, ulidanganya, lakini huwezi kumdanganya Mungu, kwa sababu Mungu tayari anajua yote ambayo hata yaliyositirika ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo hizo ni sifa ambazo zinamfunua Roho Mtakatifu kama nafsi, na kwa sifa hizo zinatuongoza tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu sio mvuto. Roho Mtakatifu sio tu nguvu fulani. Roho Mtakatifu sio hewa tu ambayo si nafsi. Biblia inaweka bayana ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya kiungu, kama vile Baba alivyo nafsi, kama vile Mwana alivyo nafsi, kama vile Roho Mtakatifu alivyo nafsi, kama vile Baba na Mwana alivyo nafsi, vivyo hivyo na Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya kiungu. Mungu akubariki. Uwe na tafakari njema katika ujumbe wa siku ya leo, na nikukaribishe tu sasa juma lijalo tunapoingia katika kipengele kingine kinachofunua juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi, ambacho kimefunuliwa ndani ya neno la Mungu. Mungu akubariki, na tunapohitimisha basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu unaishi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza tena siku hii ya leo. Asante kwa neema yako, na asante kwa Roho yako Mtakatifu ambaye umedumu kumtoa katika maisha yetu na katika mioyo yetu. Leo tumejifunza tena kipengele cha muhimu sana kinachomuongelea yeye kama nafsi hai ya kiungu. Naomba Baba tukafahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Yeye ana hisia, yeye hawezi kudanganywa, yeye anajua yote, yeye ana nia nalo kusudi, na kusudi lake ni jema kabisa, kuwaombea watakatifu. Tusaidie na utuongoze ili mambo haya tunapoyafahamu yakatuongoze katika kumjua yeye, pamoja na Baba, pamoja na Mwana, tukaandaliwe vyema kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki sana. Karibu juma lijalo.